Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumatano, juma la 10, kipindi cha kawaida, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza, sura ya 18 aya ya 20 hadi ya 39, na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo, sura ya 5 aya ya 17 hadi ya 19. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, msizani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati au manabii. La, sikuja kutangua bali kutimiliza. Kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka, hata yote yatimie. Basi mtu yeyote atakayevunja amri moja katika hizo ndogo na kuwafundisha watu hivyo, ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. Bali mtu atakayezitenda na kuzifundisha, huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Mpendwa katika Kristo, katika Injili tuliyotoka kusikia inatupatia zima kuu ya kutii amri za Mungu. Kwani tunapotii amri zake tunafanyika kuwa watoto wake. Hivyo tutampenda naye atatupenda. Ndivyo tunasikia Yesu anasema, msizani kuwa ninakuja kuitangua Torati au manabii. Sikuja kuitangua bali kutimiliza. Maneno haya yanatukumbusha kwamba Yesu hakuja kufuta yale ambayo Mungu aliwafundisha watu wake kupitia Musa na manabii, pamoja na amri alizompa kule mlima Sinai, bali yeye alikuja kuonesha maana yake kamili na kuikamilisha kwa maisha yake, mafundisho yake, kifo chake kwa kumwaga damu yake azizi, pamoja na ufufuko wake, ili sisi sote tufanyike upya kuwa wana wa Mungu. Mpendwa katika Kristo, leo hii tunaishi katika dunia inayobadilika kwa kasi. Utandawazi, mauaji ya sisi kwa sisi, wivu, chuki, tamaa na mengineyo mengi yameshika hatamu, ambako watu wengi huona amri za Mungu kama mzigo au kitu kilichopitwa na wakati. Lakini Kristo atuachi, anatufundisha kuwa neno la Mungu halipotezi thamani yake. Hivyo sheria za Mungu ni njia ya kutuongoza kwenye upendo, haki na utakatifu. Mpendwa katika Kristo, Yesu pia anasema hata herufi ndogo kabisa ya sheria haitapita mpaka yote yatimie, mpaka ukamilifu wa dahari. Hii inatufundisha kuwa Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake. Pia mapenzi yake hayabadiliki. Hivyo tunatakiwa kuyaheshimu mafundisho ya Mungu na kuyaishi kwa moyo wote. Tunaaswa tutende katika njia njema ili tuone ufalme wa Mungu. Kristo pia anasisitiza, naye anayezishika amri na kuwafundisha wengine ataitwa mkuu. Hivyo haitoshi kujua mafundisho ya Kristo, tunapaswa kuyaishi na kuwa mfano kwa wengine kupitia matendo yetu. Mpendwa katika Kristo, katika familia zetu, jumuiya ndogo ndogo ambazo ndiyo msingi wa kanisa, shuleni, makazini na katika jamii nzima inayotuzunguka, tunapaswa kuonyesha uaminifu, ukweli, msamaha na upendo. Hapo ndipo tunakuwa mashahidi wa kweli wa Kristo, kwani watu wengi husoma Injili kupitia maisha yetu kuliko kupitia vitabu mbalimbali. Hivyo Yesu Kristo anatualika kutambua kwamba maisha ya ufuasi wa Kristo siyo ya kuchagua amri tunazopenda na kuacha nyingine, bali ni kujitoa kikamilifu na kuwa sadaka kwa wengine kwa mapenzi ya Mungu. Tukimfuata Kristo kwa uaminifu na kushika mafundisho yake, tutakuwa nuru kwa dunia na walisi wa ufalme wa Mungu, na tutafurahi pamoja naye. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyokuletea tafakari hii ni mimi Frateri Fred Elias Malele wa shirika la misionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari de Bufalo, Kola, Morogoro.
Itukuzwe damu ya Kristo! Milele